Somo la leo kutoka kitabu cha waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto mlango wa 7. Wakorinto wa pili mlango wa pili mstari wa 12 mpaka mstari wa 17. Wakorinto wa pili mlango wa 12, mlango wa pili mstari wa 12 mpaka wa 17. Wakorinto wa pili mlango wa pili mstari wa 12 mpaka wa 17. Nasoma kwa msaada wa Mungu. Basi nilipofika Troa kwa ajili ya injili ya Kristo, nilifunguliwa mlango katika Bwana. Sikuona raha nafsini mwangu kwa sababu sikumuona Tito ndugu yangu, bali niliagana nao nikaondoka kwenda Makedonia. Ila Mungu ashukuriwe, anayetushangiliza daima katika Kristo na kudhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu, katika wao wanaokolewa na katika wao wanaopotea. Katika hao wa pili harufu ya mauti iletayo mauti, katika hao wa kwanza harufu ya uzima iletayo uzima. Naye ni nani atoshaye kwa mambo hayo? Kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu, bali kama kwa weupe wa moyo, kama kutoka kwa Mungu mbele za Mungu tunanena katika Kristo. Amen. Haleluya. Tukae. Kichwa cha somo cha wiki hii, neno la Mungu li hai. Kichwa cha somo ni neno la Mungu li hai. Na tumesoma maandiko haya ambayo ni ya Wakorinto. Paulo anawaandikia Wakorinto. Hii ni barua. Kwa hiyo ni mtu amekaa chini anaandika barua, pengine yuko chumbani au yuko ofisini au yuko library, akaandika barua. Anawaelezea Wakorinto mambo ambayo alitamani kwenda kuwahubiria, lakini anaandika hii barua, anaeleza jinsi ambavyo pia alikutana na changamoto. Changamoto mojawapo ni changamoto ya upweke. Alienda kuhubiri Troa, alafu kichwani alikuwa amejipanga, nikienda nitakutana na Tito, kwa hiyo tutakaa tutafanya ABCDE. Alipoenda kumkuta Tito, kwa hiyo akazidiwa na huzuni. Anasema sikuwa na raha nilipokuwa Troa. Akaamua kuondoka, akaenda zake Makedonia. Na Biblia inasema kwamba alipokuwa Makedonia, Tito naye alikuja Makedonia. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kuna kitu tu simple cha kujifunza kwa haraka: injili na upweke, injili na stress, kuhubiri na matamanio fulani. Kanisani, unajua zamani mimi nilikuwa nakaa, of course mpaka sasa. Unasahau ukienda ibadani kuna msharika usipomwona. Mimi nayehubiri hapa unajisikia, leo fulani yuko wapi? Mmoja tu unaweza kuja hapa hivi, angalia hivi unasema, Mbwiga leo hayupo. Kwa hiyo tangu zamani injili, wanaohubiri walikutana na changamoto za upweke na kumiss watu ambao walifikiri ni wa muhimu katikati ya injili yao. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Kwa hiyo Paulo lakini akaendelea na ujumbe wake, na anasema ya kwamba mara nyingi alikuwa hapati mpenyo kirahisi. Anasema nilipofika Troa mlango ulifunguliwa. Ina maana ya kwamba Paulo alikuwa haendi kuhubiri mahali mpaka mlango ufunguliwe, na sio mlango ambao, sio mlango wa magrili, mlango wa rohoni. Haleluya. Huo mlango ni nini? Ni Kristo. Yesu akasema, mimi ndimi mlango, mimi ndimi lango. Yesu anasema. Kwa hiyo Yesu kama lango anaishi ndani ya Paulo mpaka afunguke kwamba sasa kahubiri hapa.
Kwa Paulo anasema, nilipokuwa Troa mlango ulifunguka. Nilisikia amani ya kuachilia ujumbe wa Mungu. Haleluya. Asa ndugu zangu, kwa kuwa kichwa cha somo kinasema neno la Mungu li hai, acha tu concentrate na habari ya neno la Mungu na uhai. Neno la Mungu li hai. Tunapozungumza habari ya uhai, tunapozungumza kwa habari ya uhai, tunaongea kwa habari ya maneno mengi ya kibiblia ambayo yanatafsiri uhai. Neno la kwanza ni Chaim, ambao tafsiri ya neno Chaim ni, anasema kwa Kiingereza, active existence. Ili neno ambalo linamaanisha uhai, linamaanisha ni ile mtu kuwa active. Hallelujah. Yani hajazubazuba, haja paralyze. Kwa ina maana mtu anaweza kuwa hai lakini amekufa. Hallelujah. Tunapokuwa kwenye vikao vyetu, mzee wa Lemosho anasema hivi. Amesema mara nyingi tangu nimekuja kwenye usharika. Mzee wa Lemosho tangu wale kina Tito alikuwa anasemaga hivi, yani tunapewa ni mkubwa. Kwa nini? Wakristo mnaosema pale Lemosho hawapo. Anahesabiwa. Sasa pale kwenye vikao tunasema kuna juzi wanahesabiwa. Hamna mchungaji, wanasema hivi, pale ni kweli tuna Wakristo wengi, lakini walio hai walio hai ni 60 tu. Walio hai ni 40 tu. Wengine hawajafa lakini wanahesabiwa. Wewe wazako uko hai au umekufa? Hivi mnaelewa maana hiyo kitu? Kwa ina maana kiroho wanasema wale ambao hawashirikiani, kiroho wanaonekana wamekufa, lakini kimwili wanatembea. Ndio maana hili neno Chaim likimaanisha ya kwamba active existence, kuwepo, lakini sio kuwepo tu, kuwepo active. Shambani upo, kidogo imepigwa mbiu hivi kwaya upo, kidogo kanisani upo, kidogo hapa kwenye kijiji upo. Kwa hiyo unahesabiwa uko hai kwa sababu uko active. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Lakini neno lingine linalosema kwa habari ya uhai ni neno ruach. Ruach ni neno la Kiebrania ambalo tafsiri yake ni breath, spirit. Breath ni pumzi, spirit ni roho. Kwa Biblia inaposema mtu yuko hai, maana yake ana roho. Hallelujah. Maana yake ana roho na anapumua. Maneno yanayotumiwa kwenye Agano la Kale ndio hayo, ndio kwambia Chaim, kuwa active, ruach, kuwa na roho, kuwa na pumzi, unapumua. Kwa hiyo huwezi kuwa hai kwa namna yote kama upumui. Maneno ya Kigiriki au maneno yanayotumika kwenye Agano la Kale kuzungumzia uhai, neno la kwanza ni zoe. Zoe ni uhai, ni ile hali ya mtu kuwa hai kiroho. Neno la pili ni bios. Bios inatokana na neno biology. Biology is a science which deals with the study of living things. Biology ni sayansi inayodili na masomo yanayohusiana na viumbe hai. Hallelujah. Kwa hiyo uhai kwa tafsiri nyingine ni ile hali ya kuwa na uzima kwa viumbe ambavyo vimeandikiwa kuishi. Bwana apewe sifa. Sasa tunapoambiwa sasa neno la Mungu li hai, tunapoambiwa neno la Mungu li hai, maana yake neno la Mungu linapumua, lina pumzi. Kitu kikiwa kimekufa, unaweza ukakipa pumzi ambacho ni neno. Tunapoambiwa neno la Mungu li hai, maana yake neno la Mungu lina activate. Mtu ambaye ameparalyze, mtu ambaye hahesabiki, mtu ambaye anahesabiwa katikati ya wafu, anaweza kupelekewa neno la Mungu alafu likamwibua ghafla,
wakasema huyu si yule mvuta bangi, huyu si yule mlevi kule, mbona ndio amekuwa mzee wa kanisa, mbona anahubiri? Maana yake neno la Mungu limeingia ndani, limemchakata, likaondoa mauti, likampa kuwa hai tena. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa tunapoambiwa neno la Mungu li hai, neno la Mungu ni spirit, ruach. Neno la Mungu lina roho. Yohana 6:63. Roho ndiye atie uzima, mwili haufai kitu, ndivyo maandiko yanavyosema. Maneno haya niwaambiayo ni roho tena ni uzima. Haleluya. Mtu mmoja anaweza akawa amekata tamaa, anataka kufa, ukamwambia neno la Mungu, akaamka akasema sifi, ninaendelea. Haleluya, haleluya. Mtu mmoja anaweza akawa amekata tamaa, anasema silimi tena, kazini siendi tena, na huko kanisani siendi, na michango sitoi. Ukapekua Biblia ukamsomea maandiko mawili, akasema Bwana ni rehemu, akapiga magoti akasema kuanzia Jumapili nitakuwepo kanisani, kuanzia Jumatatu ninaenda Rondrosi, acha nikaombe trekta nilime. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu limeingiza uzima ndani yake na mauti imeondoka. Haleluya. Sasa neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu kwanza ni logos. Logos ni maandiko matakatifu. Logos. Lakini sio ya Mungu. Maandiko? Unanielewa? Huko kwenye Biblia sio neno la Mungu. Nimesemaje? Unanielewa? Na uelewesha. Huko kwenye Biblia kuna maneno ya shetani, kuna maneno ya Delila, kuna maneno ya wapagani, kuna maneno ya waganga wa Misri, kuna maneno ya wachawi. Biblia inasema Farao akaita waganga na wachawi wote, akawaambia niambieni, wakaongea. Kwa hiyo wanapoongea waganga, sio Mungu anaongea. Haleluya. Biblia inasema shetani akamwambia Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu jitupe chini. Sio Mungu ameongea. Kwa hiyo tunaposema logos ni maandiko matakatifu ya Mungu, lakini yameongelewa na watu mbali mbali. Nanielewa? Alafu neno la Mungu neno la Mungu ni rema. Rema imeandikwa kwenye Mathayo 4:4. Imeandikwa hivi: kwa kuwa mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno. Lile neno pale kwa Kigiriki sio logos, ni neno rema. Rema ni maneno ya Mungu yanayokuja, yani ni sauti ya Mungu kutoka katika uvuvio wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Rema ni pale mtu tunapohubiriwa unasema hichi ni changu. Rema ni pale unaposoma neno unasema unasikia kutetemeka, unasema Mungu wangu, na ndio nilikuwa nimepanga nikaibe, mbona hili neno linaniambia usiibe? Unasikia la kwako. Hilo ni rema, maana yake ni pumzi ya Mungu. Haleluya. Lakini leo nataka tuzungumzie neno la Mungu katika sura moja. Haleluya. Katika Biblia ya Agano la Kale kuna neno dabar. Dabar ni neno la Kiebrania ambalo tafsiri yake kwa Kiingereza is a word. Moja. Mbili, is the matter. Tatu, is the thing. Na nne, event. Hallelujah. Yani hili neno dabar limeandikwa, Roho Mtakatifu nionyeshe. Hili neno ni neno linalotumika kuelezea neno ambalo Biblia inasema neno is a matter. Hallelujah.
Ile Biblia inasema Bwana akasema. Ile neno dabari, yani ile neno akasema, lile kila alichosema lile neno linatafsiriwa kama mata, ambapo tafsiri ya mata kwa Kiswahili is the substance or material. Ni kile kitu, material inayotumika kufanya kitu. Bwana apewe sifa. Kwa mfano, neno la Mungu Biblia ya Kiebrania inaliita kama mata. Mata kifilosofia ni material yanayotumika kutengeneza kitu fulani, kitu chochote. Kwa mfano, chapati ni matokeo ya material ya unga na mafuta na sukari ama chumvi, na ile inaleta harufu inaitwaje? Kwa mama, ile inaleta harufu kwenye chapati kama biskuti inaitwaje? Mnaona sasa? Mpaka sasa hivi mnapika chapati zinanuka moshi. Mnaona sasa? Usipike chapati inanuka moshi bana. Kuna kitu inawekwa pale, mtu akila unasikia biskuti sio biskuti. Kwa hiyo sasa, hiyo mata ni vile vitu vile vinavyotumika kutengeneza hicho kitu unachotaka. Bwana apewe sifa. Haleluya. Alafu anasema mata ni kitu chochote kinachochukua nafasi. Kitu kigumu, kitu cha maji, kama gesi, kama chuma, madini, kitu chochote kinachochukua nafasi ni mata. Nisikize kwa makini, kuna mahali pazuri tutaelekea. Alafu mata, tafsiri nyingine, hiyo ni ya kisayansi nimekupa wewe. Tafsiri ya tatu, tafsiri ya kibiblia, ambayo sasa Kiebrania ina maana ya neno. Kwa mfano, neno lililosemwa linaweza kuletea matokeo ya kiroho. Sasa twende hivi. Neno lolote unaloliongea ni material. Sio maneno. Neno la Mungu lina nguvu. Asa, neno la Mungu ni material. Material ya nini? Ya kujenga nyumba. Material ya nini? Ya kulima. Material ya nini? Ya kuponya. Sikiliza, mtu anaponya malaria, material zinazotumika ni dawa ya mseto, ni dawa sijui ya nini, zile dawa ni material. Asa, neno la Mungu Bwana, saa ambapo hauna material ya kujenga, ukiwa na neno, hilo neno linaweza kukupa material. Haleluya, haleluya. Maana linapotoka linaenda kuumba kile kitu ambacho unakihitaji. Sijui kama mnaelewa. Kwa tunaposema neno la Mungu lina uhai, ina maana neno la Mungu, na ulielewe, liko kwa njia hii. Ni hili neno lililoko humo, na ni neno linalotamkwa na mtu mwenye mamlaka ya kiungu. Kwa hiyo tafsiri ya neno ni kitu kinachochukua nafasi. Neno sio hivi, mnanielewa? Neno sio neno tu. Neno linachukua nafasi. Neno linashikika. Neno linatengeneza. Hilo neno linapokuwa na nguvu ya Mungu, maana yake linaumba lilichotumwa kwenda kutamka kuumba. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaelewana rafiki zangu? Kama unaelewa nipungie mkono. Kwa hiyo basi, kila mtu asichukulie poa maneno anayoyaongea, kwa sababu hayo maneno yanaweza kuwa silaha ya kubomoa, ama silaha ya kujenga, ama silaha ya kusaidia. Yanaweza kuwa silaha ya kushambulia. Yatakuwa hivyo kulingana na namna ambavyo mtu anaweza kuachilia maneno kama matters. Mtu anaweza kuachilia maneno kama material. Mtu amke asubuhi aanze kusema mwaka huu nitapata mtaji tu. Nitapata mtaji wangu ni milioni moja. Mtaji wangu ni milioni moja. Unaposema kuna vitu vinaumba ule mtaji. Hallelujah. Kwa nini? Kwa sababu kinachotoka kwenye mdomo wako ni tangible.
Kinachotoka kwenye mdomo wako ni kitu kinachoshikika, lakini kinashikika kwa yule anayeelewa na anayeamini. Kitakuwa rohoni kwa muda fulani, alafu kadiri, sikiliza, ngombe kitu. Huyu mtu aliyetengeneza hii mimbara, unafikiri ilitoka wapi? Kwenye maneno. Ni mtu mmoja alienda akamwambia nataka mimbara, akamuuliza namna gani, akamwelezea. Material ya kwanza hii mimbara ni neno liliachiliwa. Hapo yule mtu aliyetengeneza akaiona hiyo mimbara kwa kichwani. Kalivyoiona kwa mimbara kwa kichwani, akaanza hatua gani? Ya maneno. Nisikilize kwa makini. Akaanza hatua ya maneno. Maneno gani? Jamani, nitapata wapi mbao? Nitapata wapi mbao za eucalyptus? Nitapata wapi mbao za eucalyptus? Za nini unataka? Za mimbara. Hakuna hizi hapa, hapana, nataka zilizokauka. Akapata mbao. Haleluya. Kwa hiyo mimbara hii imeanza kutengenezwa na maneno. Unataka niongee na mtu mmoja? Shamba lako linaanza na maneno. Tunaanza kusema nalima kwa maneno. Biashara inaanza kwa maneno. Nataka nifanye biashara. Division 1 inaanza kwa maneno. Kwa kinachotangulia ni neno, afu lile neno linatamkwa. Lile neno linaanza kuumba hatua. Unasema viazi nataka viambia. Kidogo pap umevipata. Huna hela. Unapoendelea kukiri na unapoendelea kufocus kwenye kile unachokiona, ina maana maneno yako siku moja yanakuwa really. Siku moja unavuna gunia 100, watu wanasema ni kweli alikuwa anasema. Haleluya. Wewe unaomba nini sasa kwenye midomo yako? Unajua kucheza vizuri na midomo yako? Cheza vizuri na maneno yako. Kuwa smart kwenye kuongea, kuwa makini kwenye kuongea. Tengeneza kitu kutoka rohoni, ukilete mwilini kiwe tangible, kwa sababu Kiebrania neno linasema, tafsiri yake ni matter. Matter is anything that occupies space. Ni kitu kinachochukua nafasi. Wanaojua kucheza rohoni hawapuuzi hata neno moja wanaloambiwa. Haleluya. Wanaotambua tafsiri ya ulimwengu wa roho hawakosei kwenye kuongea, maana anachokiongea tayari anakiumba. Kwa hiyo leo neno la Mungu li hai, na nimesema uhai ni ile hali ya kuwa active. Neno la Mungu nimesema ni ruach, nikakwambia ni roho, ni pumzi. Kwa hiyo mtu mwenye neno la Mungu unasema, Bwana ulisema ya kwamba fedha na dhahabu ni mali yako, na mimi mwaka huu nitamiliki pesa. Ukisema namna hiyo unaomba pesa kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Kwa hiyo unaanza kusema utani, unasema kile kitu kimeumbika. Kesho kutwa tunakukuta naona mamilioni ya pesa. Kwa nini? Kwa sababu uliumba na nini? Material uliokuwa nayo. Haukuwa na material ya mtaji, haukuwa na material ya mkopo, haukuwa na material yote. Ulikuwa na maneno na ukacheza vizuri na maneno yako, na maneno yakaleta matokeo. Haleluya. Leo nataka mtu mmoja aingie kwenye maandiko, apate huko neno lake, aseme Bwana, ninasimama na hili neno, sitakufa nitaishi, maana wewe ndio mponyaji wangu. Sitakufa nitaishi. Mara umelazwa pale RC, unasema sitakufa nitaishi Bwana, maana umeahidi ya kwamba wewe utaniponya. Kidogo umepelekwa sijui mpaka KCMC, unasema sitakufa nitaishi. Unaomba. Kesho kutwa tunakukuta unapakia ndinga pale, na wewe unaenda kwenye robo, maana uliumba uponyaji wako kwa maneno yako. Haleluya. Usijiue kwa maneno yako. Haleluya. Bwana apewe sifa. Nafikiri nahitaji kumaliza. Asa, neno la Mungu linawezaje kuwa na uhai? Nimesha kufundisha, umenielewa.
ila kuna mambo ya msingi tujifunze kutoka kwenye Wakorinto. Jambo la kwanza, neno la Mungu linaweza kuwa hai endapo linahubiriwa katika uhalisia kwa moyo mweupe bila kugoshiwa. Anaposema kwa moyo mweupe, neno lilotumika pale lina tafsiri kwa utu wa ndani usio na hila. Bwana asifiwe. Paulo anasema hivi kwenye ule mstari wa 17. Wakorinto wa pili mlango wa 2 mstari wa 17. Paulo anasema hivi, kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu. Paulo anasema sisi sio kama walio wengi, ina maana sisi ni wachache alafu wengi wanaligosh neno la Mungu. Kwa Kiingereza corrupt, wanalicorrupt. Tafsiri hili neno kugosh, kugoshi ni neno kapeleu. Kapeleu tafsiri yake ama kapeleu ni neno linalotokana na neno la asili kapelos, ambalo tafsiri ya hili neno ni muuzaji mdogo. Wauzaji wadogo mnafahamu wauzaji wadogo wanaitwaje kwa lugha ya Kibongo? Wamachinga. Nani ashaye kununua kitu kwa machinga? Yaani machinga ukaa vibaya na kuuzia hata sabuni, anakuambia ni simu. Wamachinga wale anakuangalia uvokaa kiboya tu, akikusoma wewe ni mjinga, kitu hata cha 10,000 atakuuzia laki. Kwa machinga anauza kitu chake kulingana na nini? Na first impression, na muonekano wa kwanza wanataka kununua. Yaani ukienda kununua kitu alafu ukaenda kingarengare, unauziwa gali. Machinga anaga bei. Hivi mnaelewa? Acha nirudie tena kidogo. Nasema hivi, machinga anaga bei. Yaani huwezi kusema eti bei ya hichi kitu. Bei ni kulingana na boya alivyokuja. Kila mtu anapewa bei yake. Ukienda mjanja tunauziwa hata bei ya chini kabisa. Ukienda mjinga unalabuliwa. Kwa hiyo Biblia ya Kigiriki inasema hivi, neno kugosh ni neno ambalo linatokana na mzizi wa neno kapelos. Kapelos tafsiri yake ni muuzaji mdogo, kibongobongo ni machinga, ambao anasema hivi, mwenye tabia ya kuchanganya divai na maji. Umewahi kwenda kununua mtori mahali saa 6? Wangapi wameenda kununua mtori mahali saa 6? Mtori wa saa 6 huwezi kuwa na ladha sawa na asubuhi. Sikiliza, ikifika saa 5 wateja wameongezeka, alafu mtori unaisha. Yule mama anasemaje? Ongezeni maji kidogo. Kuna maji ya moto hapo. Wekeni maji kidogo, wateja wameongezeka. Ukija huwezi kuwa na utamu. Asa huyo ndio kugosh. Kugoshi kwa Kiswahili cha ni kuchakachua. Haleluya. Kanasema hivi, ni kudanganya vipimo. Wale wa mama wale wanaouza na kisado, kile kinakatwa kiaina hapo, kina mama zai wapo sawa wanapima maharage kama wewe boy. Amna natania. Lakini mjini shule kuuza kwa hila kupata faida zaidi. Tuachane na hiyo mifano. Mimi sije nikamboa mtu hapa. Tuachane na hiyo mifano, lakini ukiwa mjinga pia utakofanikiwa. Kwa hiyo yote inategemea. Tuachane na hiyo. Hasa anasema hivi, Paulo anasema waligoshio, yaani wanaolidalalia neno la Mungu kama wamachinga. Do you get the point? Yaani sasa hivi kuna wahubiri ambao wanahubiri neno la Mungu wanaliuza kama wamachinga. Kuna wahubiri ambao wanachakachua neno la Mungu kama mama ntilie anavyochakachua mtori. Kuna watu ambao wanachakachua neno la Mungu kama ambavyo wale wanaouza kwa vipimo. Wengine wale wanauza kwa zile vipimo mpaka mizani unaambiwa inachakachuliwa. Ukiweka tu kitu hivi kama inashusha kilo. Kama kilo ni 100 inakupiga kilo 80. Hayo Biblia inasema hivi. Paulo anasema wako wengi walichakachua neno la Mungu.
Naongea na rafiki yangu mmoja amenipigia. Kanijua huko kwenye mtandao. Akaongea na mimi afu nikashikwa na hasira. Mtu wa watu kapata shida. Yuko hospitali amelala. Anahitaji msaada. Akawasiliana na mtumishi wa Mungu. Mtumishi kampa maunabii ya kijinga, alafu kamwambia sasa tuma sadaka. Washarika. Be smart. Kweli na akili. Paulo alisema kuna watu wanadalalia neno la Mungu kama wamachinga. Ndio tafsiri hili neno. Hallelujah. Kwa hiyo ili neno la hivi haliwezi kuwa na uhai. Haliwezi kuwa na uhai. Kwa nini? Kwa sababu mhubiri au anayelitumia hilo neno analitumia kwa faida yake kuwapiga watu. Haliwezi kuwa na uhai. Sikiza, ukitaka kupima, yani kipimo kizuri cha mtumishi wa Mungu, cha kwanza, upendo, huruma, kujali. Upendo ukitangulia, mtumishi, sikiza niwaambie kitu, upendo ni mbaya. Upendo unagharimu. Upendo ukitangulia, mtumishi wa Mungu hata waza unatoa nini, saa nyingine atatoa hela zake kukusaidia. Sijui kama umeelewa. Kwa nini? Kwa sababu upendo kwanza. Upendo kwanza. Umwangalie mtu uanze anateseka, yuko hospitali, anauguza, ametoka mbali kule mpaka hapa, amekuja mchungaji nimwombee, halafu tena nimwambie anipe laki. Hapana. Umekuja na nini? Nimekuja kwa mguu. Hebu shika hii 10,000 tumia nauli. Hapo ndio tutangulize kwanza utu, ubinadamu, upendo. Hicho kipimo cha kumjua mtumishi wa Mungu. Lakini mtumishi ambaye anaona unaumwa, una shida, una matatizo, umechoka, alafu unakuja unakuta mimi nimevaa suti, nimepaki na kisikudo changu, sasa hivi niko na ile sijui anaita eti mama kamkanye mwanao, nimekuja nao pale. Mtumishi umepaki gari hapo, umevaa suti ya mahela, kiatu chako tu ni mtaji wa huyo mama, alafu mwambie tena nipe laki. Inaingia akilini? Ni yeye akupe au ni wewe umpe? Paulo akasema, sisi sio kama hao wengi. Roho Mungu anaongea na nyie. Wapigaji ni wengi, wanaohubiri injili ya kweli ni wachache. Bwana apewe sifa. Sasa tukitaka tufike, tuwe makini sana. Hallelujah. Hallelujah. Mimi nafikiri niishie hapo. Ninao mengi ya kusema lakini niishie hapo. Lakini tujue kitu kimoja. Martin Luther aliimba hivi. Neno la kunana. Kuna wimbo Martin Luther aliimba akasema, neno la Mungu lajitosheleza, halihitaji msaada wowote. Hallelujah. Yaani wao ukilijua neno la Mungu, neno la Mungu halihitaji msaada, lenyewe linajitosheleza. Ukumbuke, neno la Mungu is a matter. Lina roho, lina uhai, ni material. Ukumbuke hiyo. Wakati tumaliza ukumbuke hiyo. Kwamba neno la Mungu ni material ya kukuwezesha wewe kufikia malengo yako. Ukilisema, ukiliamini, utaliona katika uhalisia. Hallelujah. Tuombe. Bwana Mungu Mwenyezi, neema yako ikamsaidie kila uliyempa kusikia. Neema ya Roho Mtakatifu wako Mungu wa mbinguni ikaliumbe neno lako. Kila mtu ajue kulitumia neno lako kama silaha, kama kitu halisi, kama kitu ambacho kinaweza kumvusha mahali ambapo kwa akili zake hawezi kuvuka. Uhimidiwe Bwana, maana wewe ni mwaminifu na wewe ni mtakatifu. Utayatenda kwa utukufu wa jina lako. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Engare Nairobi engare
kijito cha maji ya uzima.